Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kuwa utawala wa Iran umegawanyika sana, akieleza hivyo alipoongeza muda wa kusitisha mapigano ili kutoa nafasi kwa Tehran kuwasilisha pendekezo la pamoja. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaona hali hiyo si rahisi kama inavyoeleza, akisema uongozi wa Iran unaonekana kuwa na mshikamano zaidi kuliko inavyodaiwa. Kauli ya Trump ilikuja baada ya Iran kutohudhuria duru ya pili ya mazungumzo nchini Pakistan na makamu wa rais wa Marekani, jambo ambalo ikulu ya White House ilitafsiri kama ishara ya mgawanyiko ndani ya uongozi wa Iran, huku Tehran ikisisitiza haitarejea mezani kwa mazungumzo hadi Marekani itakapositisha vikwazo dhidi ya bandari zake. Wataalamu wa siasa za Mashariki ya Kati wanapinga tafsiri hiyo, wakisema licha ya shinikizo la vita na vifo vya baadhi ya viongozi wakuu, mfumo wa uongozi wa Irani bado unaonyesha umoja katika maamuzi ya kimkakati na mazungumzo ya kidiplomasia. Baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa zamani wa Irani Ali Khamenei, uongozi umebadilika na kuwa mgumu zaidi, huku kundi la maofisa kutoka makundi tofauti ya kisiasa sasa linaongoza nchi chini ya mrithi wake Mojtaba Khamenei, ambaye amerithi madaraka lakini bado hayupo wazi hadharani. Licha ya tofauti zao za kisiasa, viongozi hawa wanaonekana kujitahidi kuonesha mshikamano mbele ya umma, huku katika kipindi hiki cha vita na mazungumzo tete na Marekani. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema hata kama kuna mitazamo tofauti, bado kuna msimamo wa pamoja kuhusu mwelekeo wa nchi. Katika kuonyesha umoja huo, Iran imemteua spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf kuwa mmoja wa vinara wa mazungumzo. Aliongoza duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Pakistan, akiwa ameambatana na timu pana ya maofisa kutoka pande mbalimbali za kisiasa. Wakati huo huo, muundo wa uongozi wa wakati wa vita umeimarishwa, ukilenga kuunganisha nguvu zote chini ya mwavuli mmoja wa kijeshi ili kuongoza Irani katika mgogoro huu bila kuonekana kushindwa. Hali hii imepunguza ushindani wa ndani uliokuwepo kwa miaka mingi. Hata hivyo, kuna changamoto zinazoendelea, ikiwemo shinikizo kutoka kwa makundi yenye msimamo mkali ndani ya nchi na ukosefu wa mawasiliano ya moja kwa moja na kiongozi mkuu mpya, huku wataalamu wanaeleza kuwa hali hii inawapa maofisa wengine nafasi zaidi ya kufanya maamuzi muhimu kuhusu vita na amani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.